Ni kusalimu mpendo wa Jamii Tube. Leo tunakwenda kuongelea jambo moja ambalo unapaswa kulijua pale mwaka unapoanza, hasa mwaka mpya. Tumekuwa na wimbi kubwa la watu wengi ambao wana malengo mengi sana mwanzo wa mwaka. Wanapanga mambo mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha katika mwaka husika, especially kwa mwaka wa 2026 na miaka inayokuja. Unakuta mtu anaandika malengo, lakini haya malengo mwisho wa siku hayatimizi. Hii inatokana na ile mwanzo wa jambo. Watu wengi wamekuwa wakitaka kukimbizana na pressure za mitandao, kwa sababu motivation nyingi zinahamasisha mwanzo, na watu wengi hutumia nguvu kubwa mwanzo na kuimaliza pasipo kuitunza nguvu ya katikati na mwisho. Sasa jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya, usisikilize motivation za watu ambao wanakuambia mwanzo wa mwaka ninafanya hiki, nafanya hiki, nao unakurupuka unakwenda kuyafanya hayo mambo. Lakini motivation ya kwanza ambayo unatakiwa kuwa nayo ni wewe binafsi ndani yako, kwamba mwaka huu nimezamilia kufanya jambo hili na hili na hili. Nitatumia mbinu hii na mbinu hii. Mbinu A ikishindwa, basi nitatumia mbinu B. Mbinu B ikishindwa, nitatumia mbinu C mpaka jambo langu nitimize. Yani unajimotivate wewe mwenyewe kutenda jambo pasipo kutegemea motivation yoyote kutoka nje ya watu. Kwa maana mwanzoni mwa mwaka motivations zinakuwaga nyingi na zile zinachochea watu wengi kuwa na malengo. Lakini motivation zinapokuja kupungua kadri mwaka unakwenda, na wale watu wanashindwa kuyatimiza yale ambayo waliandaa au kuyawaza kuyatimiza. Sasa basi leo badilisha mtazamo. Anza kwa kujipa motivation wewe kama wewe. Fanya kujipa motivation wewe kama wewe, na jisukume kuyakamilisha yale mambo ambayo unataka kuyatimiza. Angalia mfano wa yai. Yai ukilichukua ukalipasua kwa nje, litatoa ule utumvu wake, utalipika na linaweza halitoi mtoto. Lakini yai litakapotamiwa na kuku, mwisho wa siku kile kifaranga kitatoboa chenyewe, kitatoka, ndipo kinazaliwa. Hii inatufundisha kwamba nguvu ya jambo lolote iko ndani yako. Amsha nguvu za ndani yako kwa kujimotivate wewe mwenyewe pasipo kutegemea wengine. Sina maneno mengi sana, lakini anza kujimotivate wewe. Jifanyie tathmini. Mwaka uliopita niliandika malengo. Je, nilikwama wapi? Je, nilitumia mbinu gani? Je, mwaka huu nitafanyaje? Nina ubora sehemu gani? Nina udhaifu sehemu gani? Je, niboreshe wapi? Ukishajichunguza, alafu angalia sehemu yenye nguvu, wekeza nguvu pale, na sehemu yenye udhaifu ondoa excuse kwenye udhaifu, pambana, lazimisha. Hapo ndipo utakwenda kufanikisha mambo mengi katika mwaka ujao. Lakini kingine, andika malengo. Ukabandika ukutani malengo yako. Wengi wanaandika kwenye diary, mwisho wa siku wanazipoteza, hawazisomi. Ila unaweza kaandaa kama picha ya hardboard, una print kabisa, unaibandika pale. Kila leo unapoamka, unapoiona, inakupa nguvu ya kuendelea. Cha muhimu zaidi, mtangulize Mungu aliye hai, Mungu wa baba zetu Ibrahim. Huyo Mungu ndio wa kwanza kuliko vyote. Muombe akusaidie, muombe akutunzie, muombe akupe afya njema na kila kitu. Pasipo afya njema hatuwezi. God bless you.